bado yapo kama rumors. Tusubirie serikali itangaze kwamba makamu wa rais amejiuzuru, and then baada ya hapo sheria inamtaka mheshimiwa rais kabla ya siku 14 awe amesha mteua mtu mwingine kuwa makamu wa rais, na jina litaletwa bungeni, litapigwa kura na wabunge walio wengi. Kwa hiyo hatupaswi kwanza kulizungumzia jambo ambalo bado liko kama rumors. Mnaelewa vizuri? Hata kama kunaonekana kuna andiko linatembea, lakini tunaamini kama tamko litatolewa na serikali. Mnaelewa vizuri? Lakini kwenye chama, mimi ni mtu mdogo sana. Mimi sio mtu wa kujadili mambo ya chama. Mimi bado ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo chama kinajua nani kitampa nafasi kama huyu kweli atakuwa amejiuzuru, na sisi kwa sababu ni mabunge ambao tumetoka ndani ya chama, tutafuata maelekezo ya chama kuona namna bora ya kuweza kuifanya nchi yetu iweze kusonga, watu waweze kupata pesa za kwenda kuwekeza kwenye mifuko yetu ya Timiza na Timiza Plus Fund. Kwa sababu sisi ndio unajua tutafanyaje, kwa sababu lengo ni kwamba watu wawe na hela, waweze kuwekeza, wapate faida, wapate magawio ya Timiza. Sasa kama kulikuwa kuna mtu anaweka mguu chini watu wasipate fedha, sisi hatuwezi kuungana mkono na jambo hilo. Kwa hiyo tusubirie serikali itoe tamko rasmi, na sisi kuanzia kesho tutakuwa tuko bungeni, na kiuhalisia kama taarifa italetwa bungeni na wabunge tutajadili, na tuna uhakika wa Tanzania tutampitisha makamu wa rais mwingine ambaye atakuwa ni bora kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, nashukuru sana kwa mara nyingine leo tumekutana hapa katika hoteli ya Serena na Dar es Salaam, na pia nafurahi kuona mmejitokeza kwa wingi kama tulivyozoea katika presi zetu za kila siku, na hii inaonyesha kwamba mimi na nyie bado tuko pamoja kama tulivyoanza hapo zamani. Na kiuhalisia ni waahidi tu kwamba siku zote nikikutana na nyie sitowaacha bila kuachia fursa tofauti na uandishi wenu wa habari. Leo niko hapa mbele yenu na uongozi kutoka Zan Security. Zan Security ni nini? Inafanya nini? Ina faida gani? Kwa mara nyingine, ndugu zangu waandishi wa habari, habarini za sasa hivi, nawakaribisha sana hapa Serena Hotel. Mmewasikia viongozi kutoka Zan Security wakielezea namna ambavyo wanaenda kuokoa hivi vilio ambavyo viko mtaani. Mimi Clayton Revocatus Chipando, Baba Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, kwa nini nimekubali kwenda kufanya kazi na Zan Security? Moja, kilio kinacholia kwa wananchi, msifikiri kinalia Dar es Salaam peke yake. Hawa watu ambao wanakusanya hela za watu wakisema ni kikoba, wengine wanakusanya hela za watu wakisema wanaita mchezo, wengine wanakusanya hela za watu wanaipa majina mengine yoyote ambao wanayajua wao. Lengo lao huwa ni moja. Wanakusanya hela za watu and then wanaenda kuzifanyia biashara zao huko za mtaani. Wakizifanyia biashara za mtaani, kwa bahati mbaya zile biashara zao za mtaani zikifeli, matokeo yake ndio yule mtu anashindwa kuwarejeshea pesa wale wenzake ambao amekusanya pesa zao. Na ndio maana nikaona hii fursa kutoka Zan Security kupitia hii mifuko yao miwili, tunazungumzia Zan Timiza afu tunazungumzia Timiza Plus Fund. Ni mifuko ambayo iko the same kabisa na mambo ambao hao watu wanaekeana hela huko mtaani, lakini yenyewe iko katika mfumo ambao ina security ya kutosha kumfanya mtu awe na uhakika na gawio lake pale ambapo anataka kulichukua. Narudia tena, hii unasikia sijui huyu kachukua hela zetu kakimbia, huyu kachukua hela zetu tumechanga hela zetu za mchezo kakimbia nazo, huyu hela za kikoba. Wanaletwa kwenye ofisi ya mbunge. Ukitembea kwa wabunge wengi watakutana na hizo kesi. Wananchi wanakusanyishwa hela na mtu mmoja, wanamuita kijumbe, and then huyo kijumbe anachokifanya yeye, zile hela kishazikusanya kwa watu, anaenda kuzifanyia biashara zake yeye mwenyewe. Sasa uhakika wa hizo biashara zake ndio ambao unakuja kuleta tatizo baadaye.
biashara zake zinafeli, anawafelisha na wenzake wote kwa pamoja. Lakini kupitia Zan Security, kupitia hii mifuko, na ndio maana wakati nimeenda kukutana nao, nimekutana mpaka NMB wameweka kama wao ndio watakuwa wanalinda ile huo mzigo wote ambao sisi tutakuwa tunakusanya kuwekeza kwenye hii mifuko ya Timiza Plus Fund na Zan Timiza ETF. Ndugu zangu wa Tanzania, acheni kuweka hela zenu kwa matapeli. Sisi kama viongozi wa umma tunaumia sana kuona mtu muuza nyanya aliwekeza hela zake sijui 50,000 au 20,000, alafu mwisho wa siku yule mtu aliwekeza hela anapotea nazo. Tunaumia sana, na ndio maana nimekubali kwamba sasa ni muda wa kutoa darasa, na nitatembea mikoa yote, majimbo yote kwa kuungana na waheshimiwa wabunge wenzangu kwenda kuwasaidia wananchi ambao wanatapeliwa na matapeli ambao wanawadanganya kwamba kuna kikoba, sijui kuna mchezo wanacheza, sijui kuna mtu anaitwa Kijumbe. Kupitia Zan Timiza una uwezo wa kuwekeza ETF, una uwezo wa kuwekeza kuanzia shilingi 20,000. Shilingi 20,000 peke yake inatosha kwa wewe kuanza kuwekeza. Kwa hiyo unachokifanya, una uwezo wa kuwekeza hizo 20,000 kwa mwaka mzima, and then baada ya hapo ukaenda sasa kwa Zan Security kwa ajili ya kwenda kupakua lile gawio lako. Utapewa gawio ambalo lina faida. Lakini hivi vikoba vya mtaani au hawa watu ambao wanapeana hela za michezo mtaani, wanachokifanya, hela zako unazikusanya kwa miezi 6 au mwaka, and then mwisho wa siku wanakurudishia hela ile ile ambayo umeikusanya wewe. Kama uliweka 10,000 mara 30, basi watakupa shilingi 300,000 bila kuwa na faida yoyote. Lakini hapa kwetu utapata faida ya hela uliyoiwekeza kuanzia 13% mpaka 15% ya kile ambacho wewe umekiwekeza. Kwa piga hesabu, na kuna watu nimeona ni wavumilivu. Mimi kuna mchezo, sifikiri mimi sijawahi kutapeliwa. Mimi nilicheza mchezo, Kijumbe yuko China. Mtu akunigawia hela yuko China. Nimecheza mchezo, tena tunaweka hela nyingi nyingi. Anasema kila baada ya siku 3 tunaweka 150,000. Umeelewa vizuri? Kila baada ya siku 3, siku 4. Kila baada ya siku 4 unaweka 150,000. Kila baada ya siku 4 unaweka 150,000. Kijumbe yuko China. Mpaka nije nizipate hela zangu, nilimwambia sasa nakupeleka mpaka kwa balozi wa Tanzania China. Nikupeleke sasa tukapelekeshane huko ndio unilipe hela zangu. Na wasi wa Tanzania, kama una simu yako ya smartphone hapo ulipo, download app ya Zan Security Invest, Zan Invest inaitwa. Zan Invest. Sasa hivi hapo, na unao uwezo wa kuwekeza hapo hapo ulipo. Hakuna haja ya kuja ofisini, sijui uanze kujazishwa mafomu wala nini. Hapo hapo ulipo kidownload app ya Zan Invest, hapo hapo unao uwezo wa kuanza kuwekeza. Na utachagua kwamba nataka niwekeze kupitia hii mitandao ya simu ya kawaida, kama ni Tigo Pesa, Yasi au M-Pesa au Airtel Money, nadhani zote ziko pale. Kwa ukienda sehemu ya kuwekeza itakufungulia unataka kuwekeza kupitia mtandao gani? Yaani mtandao wa simu unaotumia wewe. Au kama unataka kutumia benki, utachagua ni benki gani unatumia, utachukua hela kwenye simu yako, utaingiza sasa kwenye mfuko ambao utakuwa umeuchagua kati ya hii mifuko miwili. Ukishawekeza humo, na kuhakikishia mama yangu, dada yangu, ndugu yangu, unachagua mfuko ambao wewe unataka huo unapata gawio kila baada ya muda gani. Kuna mfuko ambao utakuwa unapata gawio kila baada ya miezi 3 ambao tunaita Timiza Plus Fund ETF. Kila baada ya miezi 3, ukishawekeza baada ya miezi 3 unaenda kuchukua gawio lako. Sio kama tunaelewana vizuri. Lakini kuna mfuko mwingine ambao utawekeza na utaenda kuchukua gawio lako kila baada ya mwaka. Kwa utachagua wewe, umepewa option ni ipi ambayo wewe unataka. Kuna mtu mwingine ana malengo yake. Ana malengo kwamba
mimi na malengo yangu yako mwisho wa mwaka. Kwa acha niwekeze mwisho wa mwaka nichukue gawio langu. Na mtu mwingine ni mwenzangu na mimi, sisi ambao tunataka hela, yani hela yetu kishazalishwa nachukua, unawekeza, unachukua, unawekeza, unachukua. Sasa Zan Security wameona ni vyema kuweka hiyo mifuko yote miwili ili kumbalansia Mtanzania achague kile anachokitaka. Shilingi 20,000 inatosha wewe kuanza kuwekeza. Unanunua hisa zako ambao nadhani kila hisa moja ni shilingi 1,000 100. Kwa hiyo hisa 200 inakuwa ni sawa na shilingi 20,000. And then unaweza kuweka vyovyote unavyotaka. Unaweza kuwekeza 300,000, 500,000, milioni. Kila unavyozidi kuwekeza kiasi kikubwa ndio unavyozidi kuongeza ukubwa wa gawio lako. Kwa wananchi wa Kigoma mjini, nikisikia mtu ameibiwa hela na kijumbe, nitamshangaa sana. Kwa sababu Zan Security nimewaleta mikononi mwenu. Hata hapa Dar es Salaam na sehemu zingine zote, nikisikia kuna mtu analia eti kwamba kijumbe kaondoka na hela zangu, kafanyaje, na kati wapo Zan Security ambao serikali inawaangalia, wako kisheria kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanapata faida kwa kile wanachokiwekeza. Na ninawaonya, na nitaongea na waziri wa mambo ya ndani, nitaongea na waziri wa fedha, waweze kuwadhibiti hawa watu ambao wanaitwa vijumbe huko mtaani. Waziri wa mambo ya ndani anahusika na mambo ya polisi. Kamata vijumbe wote, kwa sababu mchezo wanaocheza ni mchezo wa kutumia hela za wenzao kuzungusha kwenye biashara zao na kuwafanya hawa watu waliowekeza hela zao wawe na hofu muda wote. Kigoma tulipata shida moja, kijumbe alikufa ghafla. Sijui kama mnanielewa vizuri. Na msako ukawa, sasa tunataka tuhakikishe amekufa kweli au ameamua kutangaza kifo kakimbia na hela. Sijui kama tunaelewana vizuri. Lakini kwa bahati mbaya tuligundua kweli alipata ajali kwenye basi na akafariki. Sasa kimbembe kikawa namna ya wale watu kuweza kudai pesa zao. Lakini Zan Security hii ni kampuni. Leo tumeona tuko na ndugu zetu hapa, kesho wanaweza wakapanda cheo zaidi, wakaja wengine tukakaa nao hapa, hawa wakawa hawako kwenye kitengo hichi ambao wako sasa hivi. Mnielewa vizuri? Kwa hiyo hii ni kampuni, haiendeshwi na mtu mmoja. Na wasi sana wa Tanzania, achaneni na vijumbe. Download app ya Zan Invest ambayo ipo kwenye simu yako hapo. Nenda download, utapewa tu hatua chache za kujiunga. Jiunge, ni bure, wala utaki kulipia chochote kujiunga. Kujiunga ni bure kabisa. Ukiwa tu na namba yako ya NIDA inatosha. Ukiwa na namba yako ya NIDA ukishaweka pale na namba ya simu inatosha kabisa. Kama una account namba ya benki utaweka, and then utaanza kuwekeza kidogo kidogo. Alafu kingine niwaambie nyinyi wote mashahidi, huko kwa vijumbe ukiwekeza kama ni mchezo mnacheza kila siku shilingi 20,000, kesho ukiwa hauna 20,000 inakuwa kesi tena kwako. Ina maana ukipunguza 20,000 tu, kuna ndugu yako kule ambaye itakia atoki kwenye mchezo, anakuwa amepungukiwa hiyo hela ambayo hujawekeza. Lakini huku Zan Security umepewa nafasi ya kuwekeza vile ambavyo wewe unaona, vile ambavyo wewe unajisikia kwamba leo nimepata 3,000,000, katika hii 3,000,000 naomba 700,000 niiwekeze, hizi zingine zinazobakia niendelee na maisha yangu mengine. Download now Zan Invest ambayo itakusaidia kuweza kujiunga na mifuko ya Timiza, Zan Timiza na Timiza Plus Fund kutoka Zan Security. Baada ya hapo, tukisikia mtu anamlilia kijumbe, hiyo itakuwa amejitakia yeye mwenyewe. Na ndio maana mimi nimekubali, na tutaendelea kuwa na nyie. Nadhani tutatembea pamoja kwenye baadhi ya mikoa kwa wale ambao watakuwa tayari,
ili twende tukatoe message kwa wakina mama, vijana, bodaboda, kwa sababu kutimiza kuwekeza ni kuanzia shilingi 20,000. Kwa naamini hata nyie waandishi wa habari mna uwezo wa kuanza kuwekeza sasa hivi ili baadaye muweze kupata faida. Haya, kuna mtu yote ana swali kuhusiana na hilo?